Naam, mtazamaji wa Kipepeo Digital, kwa mara nyingine tena nimerudi tena katika chuo ambako nilisoma mimi, kinaitwa DSJ, ambako leo mwigizaji wa filamu Duma ameweza kusaini mkataba wa miezi 6 katika kampuni ya Umoja Movie Distribution, ambako ameweza kuzungumza nia na madhumuni. Ameomba Watanzania tuweze kumuunga mkono kwa sababu sasa hivi tumeona tasnia ya uigizaji nayo imekuwa ni biashara, watu wanajiajiri kupitia tasnia hiyo. Tumsikilize alichokizungumza. Kamilifu na hawatajutia. Na niwaambie wasanii wenzangu na maproducer wote Tanzania wa filamu, Umoja Movie ndio sehemu sahihi ya wao kuuza kazi zao kwa sasa. Wasiwe na pressure. Masoko mengine wanaruhusiwa kufanya, sio kana kwamba kuja kuuza Umoja Movie maana yake tutakukataza usije sehemu nyingine. No. Ukifanya kazi na sisi unaruhusiwa kufanya kazi na sehemu nyingine. Sisi lengo letu Umoja Movie ni kukuongezea kipato. Kama msikia mkurugenzi alisema hapa, ni soko la tatu. Tunaenda kufanya kazi yako ikaonekane mpaka kwenye Kiswaswadu. Tunaamini kuna baadhi ya kazi za wasanii wengi sana hawajui hichi kitu. Leo itakuwa mara ya kwanza kuwa tuna uwezo wa kuifanya kazi yenu ikapatikana kwenye Kiswaswadu. Kwa maana yake hadi mtu ambaye alikopo ndani huko, mikoa ndani huko ambao kuna internet, kuna nini, lakini kazi yako itamfikia. Kwa niwaambie Umoja Movie ndio sehemu sahihi ya kuweza kufanya nao kazi na kazi yako kawafikia jamii kwa wakati na kwa nafasi kubwa zaidi, lakini pia kubwa zaidi ni kuongeza kipato. Mimi sina mengi, na omba niwashukuru waandishi wa habari, niwamshukuru mkurugenzi, kwa sababu mkiongea sana za kusahau swala la kusaini. Kwa mimi naomba niishie hapa, lakini pia baada ya kusaini tutaruhusu maswali matatu. Kama naweza kunufaika, mimi tayari ni producer licha ya kuwa msanii. Nafahamu filamu nzuri na filamu mbaya. Naenda kuwashauri kampuni kuhakikisha tunapata kazi na ubora ambazo zitafikia jamii, kazi ni ubora na zenye kutukuka. Hatuingiza kazi ili mradi kazi. Sawa? Kwa hiyo niwaambie Watanzania na maproducer, tunahitaji kazi nzuri. Umoja Movie hatuhitaji kazi ili mradi kazi. Sio finyange ulete hapa. Kumbuka nitaiona na nitajua, kwa sababu najua filamu kila kitu. Nimefanya kwa miaka mingi, ni kazi ambayo nimebobea. Yaani sija kuja tu juzi nikadanda, nyewe mnafahamu. Sawa? Kwa hiyo hatutopokea kazi mbovu na hatutoipelekea jamii kazi mbovu ambayo itakuwa haina ubora. Lakini pia mimi nitanufaika kwa sababu tayari ni producer, nafanya kazi zangu na tayari nipo nao, nafanya nao kazi Umoja Movie. Nimeona wana deserve kufanya kazi na mimi, na ndio maana niko hapa kwenda kuwashawishi maproducer wengine kiwango cha aina ya kazi wanazozihitaji wao wakazifanya, ili Watanzania wapate kazi bora, waendelee kuenjoy. Sasa iko namna hii. Dirisha rasmi linafunguliwa mwezi wa 6. Ambapo hilo dirisha manake kila mtu ambaye anahisi kazi yake ni bora, ina uwezo wa kucompete katika soko letu la mtaani, anaruhusiwa kuileta. Mwezi wa 6 tunafungua. Na itakapoletwa, kama tutaichukua, kuna aina mbili za uuzaji. Cha kwanza, kama tunajua wewe ni producer mzuri ama ni actor bora, sisi huwa tuna tabia ya kukupa budget yetu. Maana sisi tuna milioni 50. Tunahitaji filamu ya aina fulani. Utajua wewe unafanyaje, tuletee kazi ambayo imenyoka. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili, tayari uko na filamu. Tuna uwezo kukwambia bwana, kwa wiki wewe huo unatoa episode ngapi? Wale wengi wanatoa episode 3 mpaka 5. Sawa, 5 kushuka chini. Tukakubaliana kwamba kila wiki unavyotoa, kabla ya kwenda sehemu nyingine yote. Uzuri sisi hatunyimi uhuru wa mtu kufanya kazi nyingine. Soko letu sisi biashara yake kwa wiki ni mara moja. Jumatatu tunauza. Kwa sisi tunachotaka, kabla ya wewe kupeleka sehemu nyingine yote, tugie sisi kwanza watu wetu wa mtaani waweze kushiba. Tutakubaliana katika kila episode moja unayoitoa utatuuzia siku shilingi ngapi. Alafu tuta times mara idadi ya episode ambazo unazitoa kwa wiki. Hiyo ni aina ya pili. Lakini aina ya tatu ni kwa mbele sasa, tunakuwa una kazi yako unatuuzia hati miliki ya moja kwa moja. Bwana, mimi kazi yangu imekamilika, na mara nyingi tunazipenda sana series kwa sababu series ndo zina faida kwenye soko la mtaani. Ile muendelezo ile bwana imetoka, tunasubiria, tunaipenda sana hiyo. Bwana, mimi na series yangu hapa katika chuo cha DSJ Dar es Salaam, ambako kama unavyojua waigizaji wengi, kama unavyojua watangazaji wengi wametokea katika chuo hiki. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza na hii ni Kipepeo Digital, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Asante.